Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Tumtende Mwenyezi Mungu nia zetu, tuombe wale ambao wametuomba tuweze kuwakumbuka katika sala zetu. Tuombe pamoja na Stephen Muiroli kwa mahitaji ya kipekee. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. Bwana, ulitakase kanisa lako na kuliimarisha kwa rehema yako isiyo na mwisho. Na kwa vile pasipo wewe haliwezi kudumu katika wokovu, uliongoze daima kwa zawadi ya neema yako. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala naye katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu daima na milele. Somo katika kitabu cha pili cha Wafalme. Siku zile Naamani, jemedari wa jeshi la mfalme wa Aramu, alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake na mwenye kuheshimiwa, kwa maana kwa mkono wake Bwana aliwapatia Waaramu ushindi dhidi ya adui zao. Lakini pamoja na uhodari wake wa vita, alikuwa na ukoma. Ikawa Waaramu wakatuma vikosi kushambulia nchi ya Israeli, na wakamchukua mateka msichana mdogo wa Israeli ambaye alimhudumia mke wa Naamani. Akamwambia bi mkubwa wake, "Laiti bwana wangu angeonana na yule nabii anayekaa Samaria, angemponya ukoma wake." Naamani akamwarifu bwana wake akisema, "Yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli asema hivi na hivi." Mfalme wa Aramu akamwambia, "Nenda, nami nitaandika barua utakayoichukua kwa mfalme wa Israeli." Basi Naamani akaenda zake, akachukua pamoja naye talanta 10 za fedha na vipande vya dhahabu 6,000 na mavazi 10 ya nguo. Akampa mfalme wa Israeli ile barua iliyosema, "Barua hii itakapokufikia, utambue kuwa nimemtuma kwako mtumishi wangu Naamani, ili uweze kumponya ukoma wake." Alipoisoma barua ile, mfalme wa Israeli aliyararua mavazi yake akisema, "Je, mimi ni Mungu mwenye kuua na kuhuisha hata mtu huyu anipelekee mtu nimponye ukoma wake? Fahamuni basi na wasihi kuwa mtu huyu anatafuta ugomvi na mimi." Mtu wa Mungu Elisha aliposikia kuwa mfalme wa Israeli amerarua mavazi yake, akamtumia mjumbe mfalme, "Kwa nini umerarua mavazi yako? Umtume kwangu, ili apate kujua kuwa katika Israeli kuna nabii." Naamani akafika na farasi wake na magari yake, akasimama mlangoni pa Elisha.
Elisha akamtumia ujumbe akisema, nenda ukaoge katika Yordani mara 7 na nyama ya mwili wako itarudi kama zamani, nawe utakuwa umetakata. Lakini Naamani akakasirika, akaondoka zake akisema, tazama, nilidhani kuwa hakika atatoka nje na atakuja mbele yangu. Kisha ataomba kwa jina la Mungu wake, atagusa mahali palipo na ugonjwa kwa mkono wake, na hivyo kuniponya na ukoma. Je, maji ya Abana na Farpari, mito ya Damasko, sio bora kuliko maji yote ya Israeli? Je, kama ningeoga ndani yake, si ningekuwa safi? Akageuka, akaenda zake kwa hasira. Watumishi wake wakamkaribia wakamwambia, babangu, kama yule nabii angalikuwa kuagiza jambo kubwa, si ungalitenda? Je, si zaidi sana basi anapokuambia uoge ukatakate? Basi Naamani akashuka, akajizamisha katika Yordani mara 7 kadiri ya neno la mtu wa Mungu. Mara nyama ya mwili wake ikarudi kuwa kama nyama ya mwili wa mtoto mdogo, akatakata. Hapo akamrudia yule mtu wa Mungu, yeye na msafara wake wote. Alipofika, akasimama mbele yake na kusema, sasa nimetambua kuwa hakuna Mungu duniani kote ila katika Israeli. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Lini nitaingia niuone uso wa Mungu? Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Lini nitaingia niuone uso wa Mungu? Kama ayala atamanivyo mito ya maji, ndivyo nafsi yangu inavyokuonea kiu wewe, Mungu. Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Lini nitaingia niuone uso wa Mungu? Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Lini nitaingia niuone uso wa Mungu? Roho yangu inamuonea kiu Mungu, inamuonea kiu Mungu aliye hai. Lini nitakuja na kuona uso wake Mungu? Nafsi yangu inakuonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Lini nitaingia niuone uso wa Mungu? Mungu aliye hai. Lini nitaingia niuone uso wa Mungu? Ulete mwanga wako na uaminifu wako, navyo vitaniongoza. Vitanipeleka kwenye mlima wako mtakatifu na kwenye makao yako. Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Lini nitaingia niuone uso wa Mungu? Mungu aliye hai. Lini nitaingia niuone uso wa Mungu? Nitakwenda altareni kwa Mungu aliye furaha na shangwe yangu. Nitakusifu kwa kukupigia kinubi, Mungu, Mungu wangu. Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Lini nitaingia niuone uso wa Mungu? Mungu inamuonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Lini nitaingia niuone uso wa Mungu? Shangilio la Injili. Sifa na utukufu kwako, Kristo.
Nitamngoja Bwana na nitalitumainia neno lake. Kwa maana kwa Bwana kuna fadhili, kwake kuna wokovu mwingi. Sifa na utukufu Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Wakati Yesu alipokuja Nazareti, aliwaambia watu waliokuwemo katika sinagogi, amin nawaambieni, hakuna nabii mwenye kukubaliwa mjini mwake. Tena ni kweli ninayowaambia, palikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israeli zamani za Eliya, wakati mbingu zilipofungwa miaka 3 na miezi 6, hata njaa kali ikaingia nchi nzima. Lakini Eliya hakutumwa kwa mjawapo, ila kwa mwanamke mjane wa Zerafathi katika nchi ya Sidoni. Kadhalika walipatikana wakoma wengi katika Israeli wakati wa nabii Elisha, lakini hakutakaswa hata mmoja wao, ila Naaman mtu wa Shamu. Hapo wote wenye kusikia hayo katika sinagogi walishikwa na hasira, wakasimama wakamchukua mpaka nje ya mji kwenye ukingo wa kilima ambacho mji wao umejengwa, ili wamtupe chini. Yeye lakini alipita katikati yao akaenda zake. Injili ya Bwana. Katika masomo yetu ya leo nitayaguzia mambo matatu tu tunayoelekezwa katika Injili ya leo ama katika masomo ya leo. Kwanza kabisa tunaelezewa kwamba madharau ni kitu baya sana, ama mazoea mabaya, ama vile tunaweza kusema kwa kimobo, biasness in life ni kitu kibaya sana, kwa sababu kinafunga mtazamo wa mtu. Badala ya kuwa na mtazamo wa kimungu ama mtazamo wa haki, anakuwa na mtazamo wa kipekee. Instead of having an objective perspective, a person has or even adopts a subjective perception. Na ndio tunaona Yesu Kristo amelendea kwao nyumbani Nazareti, lakini wale watu wa Nazareti wamemzoea kwa sababu ni mmoja wao. Wanamuona kama ni mtu wa kawaida na wakaleta madharau kwake Yesu Kristo. Na ndio anasema kwamba kuna watu wengi sana ambao walikuwa wajane wakati wa nabii Eliya. Vile vile kulikuwa na wakoma wengi katika wakati wa nabii Elisha, lakini hakupatikana mwingine ila tu yule mwanamke mjane wa Zarefathi aliyeponywa ama aliyelishwa na kutendewa makubwa na nabii Eliya. Na tena Naaman, kama vile tumesikia katika somo la kwanza, aliyeweza kupata baraka za kipekee kwa kuponywa ugonjwa wake wa ukoma kwa sababu ya kumwamini Eliya. Hawa watu walifunga mtazamo wao. Hawa watu kwa sababu ya madharau dogodogo hawakufungua roho zao kuweza kumpokea Yesu Kristo, na kwa sababu hiyo hakuwatendea mengi katika maisha yao. Na tunaona mwishowe, kwa sababu amewaelezea ukweli, wamekuwa na hasira sana, hata sasa wanataka kumtupa kwenye kilima, lakini yeye akapitia katikati yao na kwenda zake. Sisi tunaweza tukawa na nafasi ya kushiriki katika neema zake Mwenyezi Mungu. Tunaweza kuwa na nafasi ya kusikiza neno lake kila siku. Tunaweza kuwa na nafasi ya kushiriki katika sakramenti kila siku. Tunaweza kuwa tunaingia katika hili kanisa kila mara, lakini mambo yanaweza kuwa kawaida, tukaweza kukwaza zile neema zake Mwenyezi Mungu anazo tukilimia kila siku. Na basi badala ya kubahatika na kuwa na manufaa kwa yale ambayo tunayatekeleza kila siku, tunakosa neema zake Mwenyezi Mungu.
tunakosa yale Mwenyezi Mungu anatujia kuweza kuyatenda katika maisha yetu, na ndipo tunaalikwa tuweze kutafakari kidogo yale ambayo tunayoyapitia kila siku na kushiriki kwake, hasa katika ibada takatifu ya misa. Je, tunaipokea kwa njia ya kujiweka katika ile hali ya utulivu na hali ya kumpokea Mwenyezi Mungu, au tunayapitia tu kama mambo ya kawaida? Kumbuka hata kuna lile jiwe ambalo tunasema kila mara liko kwa maji, lakini ukilichukua ulipasue mle ndani limekauka kabisa na limekuwa kwenye maji. Kumbuka vile vile hata ukimtoa samaki anakuwa kwenye maji kila mara, lakini ukimtoa, jambo la kwanza unalolifanya ni kumuosha kwa sababu ni mchafu. Hata sisi tunaweza jiuliza, tuko katika neema zake Mwenyezi Mungu, tuna nafasi ya kushiriki katika yale maumbo anayotupa kila mara. Je, yanaleta mabadiliko kwetu ama yanatuacha tu tumesimama, tumekaa ngumu kama wale watu wa Nazareti, kama wale Mafarisayo? Hawakupata nafasi ama hawakuitikia ile nafasi ili iweze kuleta mabadiliko katika maisha yao. Jambo la pili, tunajaribu ama mara kwa mara tunafikiria Mwenyezi Mungu anajidhihirisha tu kwa mambo makubwa makubwa, lakini Mwenyezi Mungu anajionyesha kwetu na kujidhihirisha kwa mambo hata madogo kila siku. Na ndio tunaona huyu Naaman alipoenda mle Yerusalemu, Israeli alifikiria kwamba Mwenyezi Mungu atatenda makuu kupitia kwa nabii wake, ama yule nabii atatenda makubwa ili aweze kudhihirisha kwamba kuna uponyaji. Ndio unaona vile anasema kwamba huyu mtu aliposikia vile alivyoambiwa na huyu mtumishi wa Mungu, alikasirika sana, akaondoka zake akisema, tazama, nilidhani kuwa hakika atatoka nje na atakuja mbele yangu, kisha ataomba kwa jina la Mungu wake, atasugua mahali palipo na ugonjwa kwa mkono wake, na hivyo kuniponya na ukoma. Yeye akakasirika kwa sababu alifikiria huyu atatenda makubwa. Na ndipo anasema kwamba maji ya kwetu ya mito Abana na Fapari, mito ya Damasko, sio bora kuliko maji haya ya Yordani? Akaenda kama amekasirika, kwa sababu mara kwa mara tunapenda Mwenyezi Mungu ajidhihirishe kwa nguvu katika maisha yetu. Je, tutafungua macho yetu na kuyaona yale Mwenyezi Mungu anayoyatimiza kila siku? Mwaliko ni kumuona katika hayo madogo madogo, kwa sababu mara nyingi anajidhihirisha kwa mambo madogo anayoyatekeleza na kuyatimiza kwa maisha yetu kila siku, kila wakati. Ndiyo anatuambia huyu mtu aliambiwa aende ajitubukize kwenye mto Yordani, na kwa kweli alipoenda pale na kujitubukiza akaponywa. Tukasikia ngozi ya mwili wake ikawa nzuri sana kama ya mtoto mchanga. Hayo ndiyo Mwenyezi Mungu anayatenda kila siku kwa hayo mambo madogo madogo. Tufungue nyoyo zetu, na kwa kweli tutaweza kuyaona kila mara, kwa sababu ameyafumbua macho yetu ili tuweze kuyaona. Jambo la tatu, mara nyingine tunataka Mwenyezi Mungu atende mambo kulingana na mpangilio wetu. Sisi badala ya kujiweka katika uongozi wake Mwenyezi Mungu, tunataka Mwenyezi Mungu aje yeye aingie katika maisha yetu na atende mambo kulingana na vile sisi wenyewe tunataka. Lakini huyo sio Mungu wa kwetu. Mungu yeye mwenyewe ni Mungu, na sio yeye atakuja ili aingie kwetu sisi ili tuweze kuenenda ama aweze kuenenda na mtazamo wetu ama kulingana na mpangilio wetu. La, ila ni sisi tunaalikwa ili tuweze kuenenda kwa njia zake. Na ndipo wanatuuliza kila mara tuweze kujiweka katika ile hali ya unyenyekevu, aweze kutuongoza katika maisha yetu. Na tunasikia katika wimbo wa katikati, hata mwimbaji anasema kwamba nafsi yangu inamuonea kiu Mungu wangu, Mungu aliye hai,
lini nitaingia niuone uso wa Mungu? Kuona uso wa Mungu ni kusema basi huyu Mungu amejinyenyekesha, huyu mtu amejiweka katika ile hali aweze kuongozwa naye Mwenyezi Mungu, lakini sio Mwenyezi Mungu aingie katika mpangilio wangu, aweze kuenenda katika mpangilio wangu. Mungu anatualika aweze kutuongoza. Hivyo basi hatuna budi ila kujiweka katika ile hali, na kwa kujiweka katika ile hali, mambo ya kweli, mambo ya haki na mambo ya kimungu yanadhihirika katika maisha yetu, na ndivyo tutaweza kuingia katika ile hali ya Naaman ya kuweza kumtambua Mwenyezi Mungu katika maisha yetu kila wakati. Kama vile amemalizia kwa kusema, sasa nimetambua kuwa hakuna Mungu duniani kote ila katika Israeli. Atakapokuwa ameonyesha hayo kwetu, na tutapokuwa tumejiweka katika ile hali ya kumpokea na kuwa na mtazamo wake, basi tutakuwa tumemtambua miongoni mwetu na kuyatambua yale yote yanayodhihirisha kwetu kila siku, kila wakati. Tumsifu Yesu Kristo. Twakuomba, pokea sadaka ya divai na ya mkate, nyoyo zetu upokee. Ee Bwana, twakuomba, pokea sadaka ya matendo na mawazo, nia zetu upokee. Ee Bwana, twakuomba, pokea sadaka ya Abeli iwe mfano, sadaka hii ipendeze. Ee Bwana, twakuomba, pokea sadaka mikononi mwake Padri, ni sadaka yetu sote. Ee Bwana, twakuomba, pokea sadaka. Saleni ndugu, ili sadaka yangu na yenu kubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Ee Bwana, vipaji tunavyokutolea kwa njia ya utumishi wetu uvigeuze kuwa sakramenti ya wokovu kwa ajili yetu, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vyema na haki tendo la kufana na kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Ee Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu Mwenyezi wa milele. Wewe uliwawekea vyema wanao kipindi maalum kwa ajili ya kutakasa roho zao, ili wao kwa kuyahamasisha mawazo mbalimbali na tamaa baya waache kuyaegemea mambo yaliyopita, bali waambatane zaidi na yaliyo ya milele. Kwa hiyo sisi pamoja na watakatifu na malaika wote tunakusifu tukisema bila mwisho:
Bwana kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakuomba vitakatifuza vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akushukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuko wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako liloenea popote duniani. Ulikamilisha katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Filipo, maaskofu wasaidizi Daudi na Simoni Petro na waklero wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako. Wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tusaidi kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, we Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wa kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea. Usitie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Mwana kondoo huondoa dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwana kondoo huondoa dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Dhambi za ulimwengu,
tujalie amani. Tazama mwana-kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana-kondoo. Ee Bwana, Wimbo nambari 47, 47. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To your love may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my friend, my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you, Lord, may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, more you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you, Lord, may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee.
Roho ya Kristo initakase, mwili wa Kristo uniokoe, damu ya Kristo inichangamshe, maji ya ubavu wa Kristo yanioshe, mateso ya Kristo nguvu yanizidishie. E Yesu mwema, unisikilize, katika madonda yako unifiche, usikubali nitengane nawe, na adui mwovu unikinge. Saa ya kufa kwangu uniite, uniamuru kwako nije, na watakatifu wako nikutukuze milele na milele. Amina. Tuombe. E Bwana, tunakuomba komunio ya sakramenti yako itujalie utakaso na kutuletea umoja kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Sala kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Morris Michael Cardinal Otunga. E Mungu, ulimpa nafasi mtumishi wako Kardinali Morris Michael Otunga neema ya kuwa mchungaji na mfano mwema katika huduma ya kanisa na kumfanya ishara ya unyenyekevu na upendo kwa maskini na wasiojiweza katika jamii wakati wakijinyima na kujitenga na anasa za dunia. Twakusihi ukubali ili tupate kujifunza pia kuitikia kwa uaminifu na mahitaji ya wito wa Kikristo, kugeuza nyakati zote na hali ya maisha yetu kuwa nafasi ya kukupenda wewe na jirani zetu kwa furaha na wema na kuutumikia ufahamu wa Mungu kwa unyenyekevu. Tunakuomba umtengee mtumishi wako Kardinali Otunga sehemu katika utukufu wa mbinguni ambao ni ahadi kwa wale waliokuhudumia vyema. Kupitia kwa maombi yake, libariki kanisa, nchi yetu, familia zetu, na utujalie neema tunayoomba kwa unyenyekevu. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Sala ya Jubilei. Baba wa mbinguni, imani uliyotupa kupitia kwa mwanao Bwana wetu na ndugu yetu Yesu Kristo, na mwali wa ukarimu uliowashwa mioyoni mwetu na Roho Mtakatifu, ziamshe upya ndani yetu tumaini lenye baraka la ujio wa ufalme wako. Neema yako itubadilishe kuwa wakulima wasiochoka wa mbegu za Injili. Mbegu hizo ziweze kufanywa upya kutoka kwa ndani ubinadamu wetu na umungu wote, katika matarajio ya uhakika wa mbingu mpya na nchi mpya, ambapo nguvu za uovu zikiangamizwa, utukufu wako utang'aa milele. Neema ya Jubilei na iwashe upya ndani yetu mahujaji wa matumaini, hamu ya hazina za mbinguni, na neema hiyo ieneze furaha na amani ya mkombozi wetu duniani kote. Kwako Mungu wetu anayetukuzwa daima, utukufu na sifa milele na milele. Amina. Bwana awe nanyi. E Bwana, tunakuomba mkono wako wa kuume uwalinde watu wako wanaokusihi, nao wakisha kutakaswa uwafundishe kwa wema, ili kwa njia ya uwepo wako uleteo faraja wapate kuyafikia mema ya milele. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Enendeni kwa amani. Ibada yetu ya misa imekwisha. Zaeni matunda mema, zaeni matunda
yatabarikiwa vyema. Zaeni matunda mema, zaeni ya heri. Safisha mwenendo wako, safisha matendo yako, safisha na Bwana Yesu, safisha yote. Bwana akiyapokea, yatabarikiwa vyema.